Sasa imewekwa kwenye sheria kwamba huduma hizi zilizotajwa hapo kuanzia tarehe hii 1 mwezi wa 7 malipo yake yafanyike kwa njia hiyo. Mwezi wa 7 2026 malipo yote yanayofanywa kulipia gharama kulipia bidhaa au huduma kwenye maeneo hasa ambayo yameainishwa yatafanyika kwa njia ya kielektroniki. Sasa njia ya kielektroniki ni ipi? Electronically ni ipi? Ni malipo ambayo si mageni kwetu, ni malipo ambayo tayari tunayafanya. Unapolipa kwa simu yako, ukafanya malipo yote kwa kutumia simu yako, ukatumia lipa namba, ukahamisha kutoka benki moja kwenda benki nyingine, ukatumia kadi au namna nyingine yoyote ya malipo kwa ambayo hayahusishi fedha cash, hayo ni malipo ya kimtandao au ya kielektroniki. Sasa imewekwa kwenye sheria kwamba huduma hizi zilizotajwa hapo kuanzia tarehe hii 1 mwezi wa 7 malipo yake yafanyike kwa njia hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, sasa hivi ukipata hizi huduma, lipa kwa simu, lipa kwa namba, usilipe cash. Na kwa wewe mfanya biashara, tumia njia hii. Kumbukumbu zako sasa, ina maana utakapotaka kuonesha ni matumizi yangu halisi, tunayatarajia we katika mfumo huu. Kwa hiyo pale ambapo unalipia huduma za usafirishaji, mabasi, mwendokasi, vivuko, teksi na usafirishaji huu wa mabasi, lipa kwa kutumia utaratibu wa kielektroniki au wa kimtandao. Si tayari tunafanya hivyo? Mabasi tunakata tiketi zile, unatumia tiketi yako kwenye simu, ndio hizo. Alafu kwenye kumbi za starehe na sehemu za maonesho, kwa mfano ukumbi kama huu hapa tulipo, unapolipa usilipe cash, lipa kwa kutumia huo utaratibu ama wa simu au wa benki na kadhalika. Ada au unatoa ufadhili kwa shule kuanzia chekechea, msingi, sekondari na vyuo, tumia utaratibu wa malipo kwa njia ya kielektroniki kama nilivyosema, kwa simu au kwa benki au kwa namna nyingine. Ndivyo pia kwa nyumba za kulala wageni, hoteli, migahawa na vituo vingine vya kuuzia huduma za vyakula. Malipo kwa shughuli za utalii, lakini manunuzi ya ardhi, shamba, nyumba na magari yafanyike kwa utaratibu huu wa kimtandao wa kielektroniki. Lakini pia malipo kwenye shughuli za kilimo kwenye vyama vya biashara yafanyike pia kwa utaratibu huu. Kwa hiyo katika hizo shughuli zote hakikisha ukiwa unatumia utaratibu huo wa malipo, kwa sababu kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 ndivyo sheria inavyotutaka. Imeenda taratibu na naamini tumeelewa, na kuna kanuni ziko hapo ambazo zinafafanua hilo, pamoja na kuna kanuni pia kwa wale wafanyabiashara wadogo. Manager, nimalizie kwa dakika moja kuongezea tu pale kwa kakaangu Odupoi, kwenye ule upande